Tunapokwenda kuandaa kazi ya mipango ya matumizi bora ya ardhi, kazi ya uandaaji wa mipango ya matumizi bora ya ardhi ina hatua 6, kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ambayo ni hatua ya 6. Na hatua ya 6 inajumuisha utolewaji wa hati miliki za kimila kwa wananchi wetu ndani ya nchi ya Tanzania. Niwaombe wenzetu watume, serikali imeshatenga fedha. Itakapotoa fedha hizi kwa ajili ya kufanya kazi ya kutengeneza mipango ya matumizi bora ya ardhi, tukafanya kazi hii kwenye hatua zote ili tufike mpaka hatua ya mwisho ya 6 ya kutoa hati miliki za kimila kwa wananchi wetu. Kwanza itatusaidia kuendelea kuimarisha utatuzi wa migogoro, lakini pili itatusaidia kuendelea kuongeza thamani ya ardhi zetu, lakini pia itatusaidia wananchi watakwenda kutumia fursa mbalimbali ikiwemo fursa za taasisi za kifedha kuweza kunufaika na fursa hizo kupitia hati hizi miliki za kimila ambazo zitakwenda kuandaliwa. Mheshimiwa Naibu Spika, eneo la pili ambalo naomba nilichangie na nishauri serikali, nishauri wizara. Mheshimiwa Naibu Spika, tumesema hapa kuhusu migogoro. Hii njia ya utengenezaji wa mipango ya matumizi bora ya ardhi ni njia moja, lakini njia ya pili hasa kwa maeneo ya mijini. Mheshimiwa Naibu Spika, dunia imebadilika. Watanzania wa leo hawafurahii kuendelea kuona kuna kesi za double allocation kwenye viwanja. Watanzania wa leo hawafurahii kuona wakati mwingine taarifa zao, kumbukumbu zao zinapotea, hazipatikani kwa wakati. Na ili haya yasitokee, Mheshimiwa Naibu Spika, ni nini tukakifanye? Twende tukaimarishe mfumo wa usimamizi wa ardhi yetu ndani ya nchi. Tukatengeneze mfumo wa kidijitali wa kusimamia ardhi kwenye nchi yetu, na sio tu kutengeneza, tutengeneze kitu kausambaze nchi nzima. Mheshimiwa Naibu Spika, mpaka sasa ni halmashauri chache sana ambazo tumefanikiwa kusambaza mfumo wa kidijitali wa kusimamia ardhi ndani ya nchi yetu, ili mambo ya double allocation yasiwepo, ili kumbukumbu na taarifa za ardhi zipatikane vizuri. Mheshimiwa Waziri, nendeni mkasambaze mfumo huu nchi nzima, ili mtu yeyote akiingia kwenye mfumo anajua ploti namba fulani kwenye block fulani inamilikiwa na nani. Itapunguza utapeli, itapunguza migogoro. Tunawaomba katika fedha ambazo bunge itawaidhinishia, mkaeke kipaumbele na mkazo kwenye eneo hilo. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, kazi ya kusambaza mfumo kwenye nchi nzima sio kazi ndogo. Ninajua inawezekana kwa kuna changamoto ya upatikanaji wa fedha kwa sababu ya umuhimu wa ardhi. Niombe Mheshimiwa Naibu Spika, nishauri serikali, mapato yanayotokana na kodi ya pango la ardhi kwa maana ya land rent warudishie watu wa Wizara ya Ardhi wakaweza kufanya kazi ya kutengeneza mifumo, lakini pia iwasaidie kuendelea kukusanya kodi ili tuendelee kutoa mchango kwenye nchi yetu.